31 dakika zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Karibu, nazidi kutazama taarifa za yanayojiri. Wakati huu tunaingia katika gumzo. Nataka turindime masuala ya siasa. Kuna mengi ambayo yametokea. Jana tumeona wenyewe wazungu wanasema hula balu. Tumeona vituko vikionekana pale katika eneo la City Hall. Afisa wa polisi wakifunga lango wakitaka kumkamata Sakaja. Je, Sakaja anatekeleza nini hasa? Ana makosa gani hasa? Je, kisheria ni wapi na wapi ambapo anafaa kufanya? Kwa sababu hadi kufikia sasa amepewa mialiko mitatu, lakini hakuna hata mmoja amekubali uwalishi wake. Uwalishi huu ukitoka katika bunge la Seneti, ukimtaka afike kuelezea alivyotumia fedha katika mwaka wa kifedha ambao umekamilika. Na kama tunavyoangalia ni kwamba kuna dosari kadha wa kadha. Si yeye peke yake. Lati Lelelit, gavana wa Samburu, pia huenda akajipata katika haya yaliyomkumba Sakaja, kwa sababu yeye pia amekuwa akikwepa kufika kwenye bunge hili la Seneti kuelezea dosari ambazo zimekuwa zikionekana katika matumizi ya fedha katika kaunti ya Samburu, ambapo kumekuwa kukionekana mambo mengi tu yakiendelea. Lakini Seneti inapofanya wajibu huu wa kutaka magavana hawa kufikishwa mbele yake, je, ni sawa kwa magavana kukamatwa ili kufikishwa mbele ya Seneti, ama tayari wameshapuuza hata wakaja hawana majibu? Studioni ninao wataalamu na wachanganuzi wa masuala ya siasa ambao nitakuwa nikipiga na gumzo kuweza kuyafahamu na kuweza kuyadadavua masuala haya kwa kina ili kuweza kupata ufumbuzi wake. Tutaanza Nairobi kabla ya kuingia katika siasa za Linda Mwananchi na Linda Ground. Je, yule aliyokuwa akitaka kulipasua chungwa amefaulu ama bado? Manake mivutano hii inayoendelea itakuwa na maana gani baadaye katika siku za usoni? Ninaye Evans Opio, ni kiongozi wa vijana kutoka chama cha ODM, vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, vile vile yeye ametoka kule Matungulu. Tutakuwa tukizungumza naye kuhusiana na masuala hayo yote. Na Friday Johnson, mchanganuzi wa masuala ya siasa. Friday, karibu sana. Asante. Evans pia karibu. Asante sana. Nataka nianze nawe Evans kidogo, tusikie ushauri wako na hisia zako kuhusiana na Seneti kutaka kukamatwa kwa yule gavana wa Nairobi ambaye ni Johnson Sakaja kwa kukosa kufika kwa kamati ya Seneti kujibu masuala ya fedha. Unadhani uamuzi huu ni sawa? Hatua hii ni hatua ya sawa? Kulingana na vile viwango vya serikali vinavyoendelea, ni ukweli kwamba kama Seneti umearifiwa kwamba unafufike mbele ya Seneti, basi hauna budi ila kufika mbele ya Seneti. Na iwapo utakosa, basi unafaa utafutwe ama uchukuliwe zile njia zifaazo ili ufike pale na ufanyiwe zile uulizwa yale maswali ambayo unafaa kweli kuulizwa. Sasa kulingana na mimi, naona hili swala ambalo Seneti imechukua kumtafuta gavana Sakaja ni kitu mzuri sana. Sioni kukiwa na shida hapo, manake ukiangalia vizuri, yeye anafaa awajibike kama kiongozi. Si ati yeye ni kiongozi sasa naona ako na uwezo, ako na nini, ati sasa hawezi shikika. Yeye ni kiongozi na anafaa awajibike. Manake ni sisi wananchi tulimweka mahali pale alipo. Alikuwa radhi kulipa faini akalipa, lakini kuja mbele ndo bado hataki kuja mbele yao. Faini ya Laki5 alilipa, lakini kuja mbele ya kamati bado kuna ugumu. Anaficha nini? Anaogopa nini kuja mbele ya Seneti? Ukiangalia vizuri, kaunti ya Nairobi imekuwa na migogoro mingi. Maendeleo yamekuwa chini. Hata sasa ukiona yale maendeleo ama yale majengo ambayo yanafanywa sasa hivi, kwa mfano kukabidhi mafuriko, ni kitu imeanza tu juzi. Si ati ilikuwa. Sasa pengine huenda aliona hajakuwa akifanya kazi. Sasa akimbilia afanye kazi kidogo ndio baadaye aende mbele ya Seneti. Lakini sasa Seneti haina hiyo muda ya kumngoja. Seneti inamtaka aende awajibike kama kiongozi wa Nairobi. Aende awaambie ni nini haswa umefanya kuanzia huu mwaka uanze na mahali uko. Ni nini haswa umefanya kuanzia ile wakati uliingia uongozini hadi mahali umefikia sasa hivi. Lakini sasa kulingana naye, yeye anahepa, hataki kupatikana. Miaka mitatu ya gavana Johnson Sakaja, wewe unaitathmini vipi?
mi naona hakuna maendeleo imefanyika Nairobi. Hakuna maendeleo imefanyika Nairobi. Manake ni ile siku tulikuwa tunapiga kelele tukiwa kwa streets, ndio sasa tukaona nini pale mahali pa kutupa uchafu, dustbins zimeanza kuwekwa katika jiji. Jiji sasa linabadilika baada ya sisi kupiga kelele. Yani vile tulimweka ofisini hakuwa anajua nini anafaa afanye. Mpaka sisi wenyewe tuliamka sasa tuanze kumwambia tunataka kukutoa. Tukaambia MMCS wafanye hivi, collect signatures, lakini sasa sijui wakamwambia acha tumpe chance, lakini tena baada ya kumpea chance nyingine, lakini unaona bado mambo yaendi vizuri sana. Friday Johnson, karibu sana. Asante. Wewe na Sakaja mna jina linafanana, lakini sijui pia wewe kama una tabia kama zake za kujificha na kukwepa ama pia za kutotumia fedha inavyostahili. Tumzungumzie Gavana Sakaja kabla atakufika katika kuitwa mbele ya Seneti. Miaka yake mitatu kwa tathmini yake imekuwa vipi? Asante sana kwa nafasi hii na kuwa mahali hapa. Karibu sana. Jambo la kwanza ukitaka kupatiana jibu sahihi kwa namna gani gavana ameweza kufanya kazi yake, unafaa uangalie sekta mbalimbali ama nafasi mbalimbali. Kwa mfano, sitajumuisha kumsema kwamba amefanya ama hajatekeleza, bali nitachukua vipengele moja ama viwili kuweza kumtia katika mizani. La kwanza nikiangalia ile program yake ambayo inaitwa Dishi Mtaani. Dishi na County. Ni program ambayo ni nzuri sana, ambayo imeweza kuhakikisha kwamba watoto wasiojiweza ambao wanatoka katika jamii ambazo zisizojiweza, ambao hawezi kimu mahitaji yao ya kila siku, wanaweza kupata kile chakula cha mchana. Na ukiangalia siku zetu tulipokuwa tukikua, pengine kupata kile chakula cha mankuli ilikuwa pengine ni shida kidogo, lakini gavana ameweza kufanya kazi akahakikisha kwamba kwa shilingi 10 ama ni shilingi 5 mtoto anaweza pata chakula ambacho ni kizuri katika shule. Hilo naweza sema kwamba ni jambo lizuri, kwa sababu mtoto ama mwanafunzi kuweza kusoma ama kuweza shika yale ambaye pengine mwalimu anazungumzia darasani, anapaswa awe na kitu ambacho kinamshikilia tumbo. Na hapo nitasema kwamba amefanya kazi nzuri. Tukiangalia katika upande mwingine katika sekta ya uzoaji taka, naweza sema kwamba hapo amefifia ama amedorora. Kwa sababu ukiangalia katika mitaa zetu mingi katika Nairobi, unapata ya kwamba kuna uchafu mwingi sana kando ya barabarani, na juzi umeona kadri mafuriko yalivyokuja, zile takataka ziliziba zile the drainage system, na tukaweza kuwa na mafuriko makubwa jijini. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba amefaulu, lakini tunaweza chambua vipengele moja baada ya kingine. Ndio. Tunabaki kuangalia, jana Mudavadi alifika katika bunge la Seneti akisema sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Ndio. Tukiwa na gavana ambaye anaitwa katika vikao vya Seneti anahepa, inaweka sura gani ya Kenya katika taifa ama katika dunia? Hapo lazima tuseme kwamba hilo ni kama kosa la uhaini, kwa sababu wewe kama gavana umepewa bajeti, ukapewa pesa, ukapewa na makadirio kadri utakavyotumia pesa zile, alafu pengine umeweza kuzifuja kwa njia moja ama nyingine, ama pesa zile hazijaweza kutekeleza matakwa yale ambayo yalipaswa kufanya. Bali ukapewa mwito, na natafahamu ya kwamba unapopewa mwito kuenda katika Seneti, unapewa muda wa kujipanga, wa kuweka zile mastakabadhi zako katika sehemu ambayo inayostahili. Kwa hivyo gavana Sakaja amefanya makosa hapo, na tungeomba kwamba vitengo vya sheria, kwa mfano jana tuliona polisi wakiwa wamekita mizizi, wamepiga kambi katika ofisi yake, wakaweza kuchukua nafasi na wakaweze kumwasilisha katika lile Seneti, na utapata kwamba lile jopo la Seneti ni kama koti. It has what we call ina majukumu sawa na mahakama kuu. Ndio. Na ndio, kwa mfano ukikosa kuapia katika mahakama, inatoa ile warrant of arrest. Na hivyo ndivyo gavana Sakaja aliweza kujipata pale. Na tuseme ya kwamba juzi ama hapa kitambo kidogo tulipata kuona kwamba magavana wakiwa na matetesi kwamba kunao maseneta ambao wanaitisha pesa mlungula ili wakaweze kushughulikia kesi zao.
Pasi na hapo sheria inasema kwamba ni lazima ukaweze kuwajibika. Ukajibike katika jopo hili na pia ukawajibikia wale ambao waliokupigia kura katika miaka 5 zinapoisha. Ndio. Opio, nikuhusishe kwenye hili ambalo taswira ya Nairobi, sura ya Nairobi iko chini ya kaunti. Lakini sasa hivi tukiangalia unaona kwamba kaunti imefeli katika baadhi ya vitu. Ulitaja mafuriko katika moja ya hoja zako za ufunguzi. Lakini gavana anapokea fedha nyingi sana. Je, zimeenda katika sehemu stahiki kufanya vitu vinavyostahili? Tukilinganisha bado kuna watu wana madeni na wanaidai kaunti. Serikali huwa inapeana pesa mingi sana kwa gavana. Na si gavana wa Nairobi pekee. Yule gavana yeyote ambaye ako na mamlaka ya kuongoza kaunti. Na ukiangalia tangu gavana wa Nairobi aingie kwenye uongozi na mahali imefika sasa, utapata amepewa pesa lakini maendeleo haijakuwa ikiendelea kwa muda mrefu, mpaka hivi juzi vile alikuja akaanza kuulizwa maswali ama kukua questioned. Ndio sasa uliona kulikuwa na miradi kadha wa kadha inaanza kufanyika katika kaunti ya Nairobi. Sasa mimi naona ni kwamba the main thing like kitu inafaa ifanyike ni kuwajibika tu kwa uongozi. Kama umepewa uongozi, unafaa uhakikishe unawasilisha mahitaji ya wale ambao waliokupea uongozi. Unadhani tatizo la Nairobi ni nini? Manake tatizo la Nairobi linaonekana linajirudi. Miaka 13 ya ugatuzi, kuna awamu imebidi tuwape Nairobi Metropolitan ndo waendeshe Nairobi. Sasa hizi tunaona kwamba yeye pia ameitisha usaidizi kutoka kwa serikali kuu. Tatizo la Nairobi ni nini? Nianze nawe Friday. Asante sana. Kwa mtazamo wangu ninaona kwamba ni wakati wakazi wa Nairobi na stakeholders wote wakawe na mazungumzo kuangalia jinsi gani jiji hili litakavyoendeshwa, kwa sababu tumejaribu wanasiasa watatu sasa hivi. Tulikuwa na gavana Kidero, tukawa na gavana Sonko, sasa tuko na gavana Sakaja, na hawa wote wako katika ulingo wa siasa. Nairobi imekuwa na magavana wanne. Ndio. Na wote ni wanasiasa. Kwa hivyo pengine ni wakati tukawe na mchakato tukazungumzie, je, ni wakati tukaweze kuwa na mfumo mpya wa kuweza kuendeleza jiji hili. Kwa mfano ukiangalia wakati tulipokuwa na NMS, kuna mambo kadha wa kadha yalikuwa yanaendelea sawa. Unaona uzoaji taka ulikuwa sawa, street lights zilikuwa sawa, na hata yale wizi mdogo mdogo jijini ulikuwa pengine rate yake ilikuwa chini. Je, ni wakati ambapo tunapaswa kusema kwamba tukatengeneze kitengo maalum kama NMS cha kuchukua na kusimamia majukumu ya Nairobi? Je, ni wakati ambapo tukaweze kuhakikisha kwamba Nairobi haiongozwi na mwanasiasa bali ni manager, a technocrat or somebody, ama manager ambaye amekithiri katika sekta ya kibinafsi ama sekta ya kiserikali? Ni wakati ambapo tukaweze kuwa na mchakato huu, kwa sababu wanasiasa kadri wanavyoendesha jiji hili si jambo la kufurahisha, kwa sababu hiki ni kiti cha serikali. Mashirika makuu ya Umoja wa Kimataifa yana makao yake hapa. Kwa hivyo tunapaswa tufanye kila kitu ambacho tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Na nimekuwa nikiangalia, unaona kwamba mwaka wa bajeti ya 25-26 kaunti ya Nairobi imeweza kutenga takriban ya bilioni 44.6 billion. Na ukiangalia fedha hizi zimefanya nini, unaanza kujiuliza maswali si haba. Kwa hivyo pengine ni wakati ambapo tukawe na mazungumzo kadri jinsi Nairobi itakavyoendeshwa. Lakini fedha hizo pia wanasema idadi yao ya wafanyikazi ni wengi sana. Ndio. Wanalipa pesa nyingi sana pia katika hayo, wana pending bills nyingi zaidi. Kwa hivyo 44 billion bado ni chache kwa kaunti ya Nairobi. Kweli kabisa. Na jambo lingine ambalo tunapaswa pia tukaweze kuliangazia ni jambo ambalo pengine kama mimi nikiwa gavana, mwaka wa uchaguzi unapofika pengine nisiweze kurudi. Yule ambaye anakaikuja anasema kwamba zile pending bills ama zile biashara zilifanyika chini ya Friday, mimi sitalipa. Nitaanzia hapa. Alafu unaona kwamba zile pending bills zinaanza
kupile inafika mahali ambapo kulipa inakuwa ni kizungumkuti. Lakini ukiangalia swala la mishahara na swala la wafanyakazi, utapata kwamba kuna wakati jiji la Nairobi lilifanya ile inaitwa audit ya payroll. Kukakuwa na wafanyakazi gushi wengi sana. Lakini gavana mmoja anapotoka, mwingine anapoingia, anaingia na gushi lake ama wafanyakazi gushi wa upande wake. Kwa hivyo ni jambo ambalo nimesema kwamba tunapaswa kulivalia njuga, tunapaswa kulipiga msasa vilivyo na kuona kwamba Nairobi tutaipeleka mbele namna gani. Opiyo, Nairobi tutaibadilisha vipi? Wako wanaosema Nairobi inafaa kuwa jiji la kivyake, iwe wizara ya kivyake kama ilivyokuwa wakati wa Mwai Kibaki, ambapo tuliona kwamba kulikuwa kuna idara ya kuangalia Nairobi peke yake. Hii ndo labda itafufua matumaini ya jiji la Nairobi kuwa kama New York na Kigali sasa hivi. Sasa shida inayotukumba sana sisi watu wa Nairobi ama jiji la Nairobi ni kuwa ni uongozi mbaya. Uongozi mbaya. Utapata sasa hivi, wacha tuseme gavana Sakaja amefanya maendeleo ya mijengo hivi, amebadilisha sura ya Nairobi. Ukienda saa hii pale katikati mwa jiji utapata kuna ujenzi unaendelea, barabara imebadilishwa, mahali pa watu kupumzikia pia hapa pamebadilishwa. Lakini ukiangalia Nairobi siku hizi ni kama soko. Yani pale ni kama soko. Wanaitwaje? Wachuzi wako kila mahali, wanauza, wanafanya nini, na ni mchana. Magari kila mahali. Yani Nairobi iko congested, yani imejaa. Sasa mimi naona kwamba tukibadilisha uongozi, manake tunataka uongozi bora, si bora uongozi. Tunataka uongozi bora, na tukibadilisha uongozi tuseme sasa, na bado hiyo uongozi kibadilishwa, lazima tukue na ushirikiano na wana Nairobi na wadau, lazima tukue na ushirikiano pia. Unaweza kuwa kiongozi mzuri, unapewa kaunti ya Nairobi uongoze, lakini sasa pia utakosa ushirikiano, bado utafeli kama wewe kiongozi. Sasa before tuchukue vidole zetu tukinyoshea kiongozi, lazima pia tuangalie, na je, tukimtoa tutafanya nini tutabadilisha pale, nini tutaweza kufanya kwamba itakuwa tofauti sana na yenye huyu kiongozi mwenye amekuwa pia ako. Bado tunaweza tumia kiongozi mwenye ako, lakini pia ashirikiane na watu, ashirikiane na wadau, abadilishe Nairobi. Ukiangalia sasa hivi kama sisi vijana wadogo, ni kwamba si ati sisi hatuna ile haja ya kuongoza jiji, hatuna haja ya kuongoza hiki. Ni wakati wetu wa kuongoza actually, na ni kama tunacheleweshwa tu. Sasa hii Nairobi inataka kama Gen Z, maana mmekuja pazuri. Kama Gen Z, unadhani munayo azma, uwezo wa kubadilisha Nairobi? Maana millennial ameshindwa. Tunayo. Millennial ameshindwa, si hata ameshindwa maana yake ameshindwa, ni ile ameshindwa maana yake pia amekosa ushirikiano. Huyu millennial mwenye yako labda amekuwa mtu mzuri tu, lakini sasa wale watu pia wamemzunguka si watu wazuri. Bado mimi kama Gen Z mnaweza nipea uongozi, na nikiwa pale kama kiongozi bado ni feli kutekeleza mambo ambayo nahitaji kutekeleza kama kiongozi wa Nairobi. Sasa hatuwezi sema amefeli manake ni Gen Z. Hiyo we call narrative. Hiyo narrative tuachane nayo, manake kila mtu anaweza ongoza. As long as uko na ile tunaita akili timamu, unaelewa nini inahitajika, wewe ni kiongozi bado. Hata wewe ni kiongozi kwa familia pale nyumbani. Sasa kitu mimi naona ni kwamba tunaweza sema sisi kama vijana wadogo tunaweza ongoza inji, lakini pia tunafaa tukue directed, tunafaa tukue tunaweza ongoza Nairobi, na tunafaa tukue directed, tunafaa tukue na ushirikiano na wadau, pia tunafaa tuendelee kwa like we need all units zikue pamoja, ndio sasa kweli tumpate ubora zaidi kutoka katika kaunti ya Nairobi. Friday, shida ya Nairobi pia ni wakazi wa Nairobi. Wakati wa mafuriko tuliona kwamba kulitoka vipeperushi vingi vikisema sisi wenyewe ndo tunatupa taka ovyo, sisi wenyewe ndo hatutaki kutupa taka katika sehemu ambazo zinafaa kutupwa takataka. Tukiangalia mitaja wachuuzi Nairobi ndio wapiga kura wa Nairobi. Hawataki kuenda sehemu ambazo wameambiwa waende. Wanaamini kwamba wakiingia Moi Avenue ndio watapata watu wengi, wakiingia Ronald Ngala
ndio atapata watu wengi. Vipi tunaweza kusoma kutoka kwa mataifa yaliyoendelea ambapo wachuuzi wapo, lakini kuna sehemu ambapo wamewekewa na wanaamini wanaowataka watawafikia kule? Asante. Nataka kusema jambo kwa kizungu kwamba there is no absolute democracy. Na ukiangalia haya mataifa ambayo yamesonga katika maendeleo, utapata kwamba kuna wakati ambapo waliweza kutekeleza mambo kupitia iron fist, kwa mfano kwa njia ambayo haikuwa ya kidemokrasia. Kwa mfano, ukitaka kuleta sanity katika jiji la Nairobi, itabidi kwamba uwe tayari kupoteza kura kama wewe ni mwanasiasa. Ndio maana nikasema kwamba ni wakati pengine tutoke katika wanasiasa, kwa sababu mwanasiasa hataweza kutekeleza jambo lile akijua kwamba wale ni wapiga kura wangu. Na ni wakati ninapowafurisha katika mitaa ama katika jiji la Nairobi, nitapigwa vita na pengine sitaweza kuregea. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kubwa kwa wanasiasa ama gavana ambaye amechaguliwa katika chama fulani kuweza kutekeleza mambo kama haya. Kwa hivyo sisi umesema kwamba sisi kama wananchi pia tuko na shida fulani, kwa sababu utapata kwamba tunachafua mazingira yetu. Kwa mfano, wale waendesha magari wanatupa vitu ovyo ovyo. Wale hawkers yale makaratasi yao na vitu vile zinatupwa kila mahali. Serikali ya kaunti ya Nairobi nayo imelegea katika uokotaji taka. Mvua inapokuja inapata kwamba vitu hivi vyote vina accumulate katika ile shida ya mafuriko. Kwa hivyo pengine pia sisi kama wananchi inapaswa tukaweze kuketi chini pia tukajiangalie, tukajitazame, tukawe na ile inaitwa civic education. Kwa mfano, ukiangalia mji wa Kigali, wako na mikakati fulani ya kuhakikisha kwamba mji ule ni msafi. Unapata kwamba baada ya wiki ama mwezi kuna ule wananchi wanakuja, wanaungana, wanafanya usafi. Hili ni jambo ambalo lilikuwa instilled ndani yao. Na ukiangalia ule kiongozi wao si kiongozi ule ambaye ni wa kucheza. Ni kiongozi ule ambaye akishikilia msimamo, ako na msimamo thabiti. Lakini hapa Kenya ni siasa tu. We don't have political will. Nimeangalia video ya Churchill akiwa Addis Ababa juzi. Uliitazama? Bado. Umetembea Addis mwisho lini? Bado enda huko. Ni sawa. Yes. Ni jukumu na kupatia ufanye utafiti. Pia wewe sijui kama umefika Addis lini mwisho. Bado. Lakini mji wa Addis unabadilika kwa kasi kubwa sana. Ndio. Hizi taka tunazozisema kuziona Addis, enda toka ukatafuta sana, labda uende sokoni ndio utaona taka. Lakini jijini Addis, kutoka kwenye kiwanja cha ndege cha Bole ukiingia mjini Addis, hautapata takataka. Mataifa majirani ambayo sasa hivi yanatazama kuwa kitovu cha dunia yamebadilika. Jana nikimsikia Mudavadi alisema kwamba Kenya tunasalia nyuma. Tunapitwa mpaka na Harare, uwanja wa ndege wa Harare. Akizungumzia, alitoa mifano kadha wa kadha. Je, taifa la Nairobi, na tukiangazia ushirikiano ambao upo sasa hivi, kumradhi, sio taifa, jiji la Nairobi, tukiangalia ushirikiano uliokuja kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti, utaweza kuinua hadhi ya jiji la Nairobi kwa muendelezo ama kwa miaka hii miwili tu ambao wametia sahihi? Asante. Ukiangalia yale ambayo rais alizungumzia wakati walikuwa wanazundua mkataba huu baina ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi, unapata kwamba yalikuwa ni maneno mazuri katika masikio. Lakini swali tutakalojiuliza, je, yatatekelezwa kwa wakati ambao unaofaa, ama ni kigezo tu cha kuweza kupata kura ama daraja ya kuweza kuvuka ule ngambo nyingine? Kama kwa ukweli yanaweza kutekelezwa, sura nzima ya Nairobi itaweza kubadilika. Kile ningeomba ni kwamba tukawe wa kusema ukweli wakati huu, kwamba yale ambayo waliweza kuzungumzia wakaweka sahihi na wakaweza kuunda vitengo tofauti wa kushughulikia utekelezaji wa mambo yale, yawe ambayo itaweza kutimika. Na kwa mfano ikiweza kutimika, hakika tutakuwa na sura nzuri ya Nairobi, ambapo pengine baada ya sura ile itabidi pia tubadilishe uongozi. Kwa sababu zile ni fedha nyingi ambazo zimewekezwa katika miundo misingi hii. Ninaona kwamba kuna barabara mle ndani, kuna system za sewage mle ndani. Ni mambo mengi mazuri ambapo tunasema ya kwamba yakitekelezwa yatafaa sana jiji la Nairobi. Ushirikiano huu na uangaliaje? Manake Mudavadi jana ameutetea sana, akaweza kutenganisha, kuainisha kwamba hawa watapewa bilioni 50, hawa bilioni 3, hawa milioni 50 kufanya vitu fulani wa fulani.
ndio vitainua hadhi yetu kweli, ama pia tu hakuna uendelevu? Baada ya kura 2027 kila mtu atarudi katika njia yake. Kulingana na mimi vile naona, unajua kuanzia kitambo sana tumeishi kuagizwa promises, ama tusemeaje, tumeishi kwa promised, kwa ahadi. Wameishi kutupea ahadi kila wakati, lakini kutekeleza na imekuwa ni shida. Hizo ndivyo siasa za Nairobi ziko na siasa za Kenya kwa ukubwa, kwa ujumla. Ukiangalia vizuri huo mradi ambao serikali ya kaunti na serikali ya Kenya imeamua kuungana kufanya shughuli za Nairobi, sisi wenyewe kama wakazi wa Nairobi hatuko sure kama ni vipindi tunapigwa tu ama ni mambo inakuja kutekeleza. Lakini pia unajua wanaweza fanya na kweli ifanyike, lakini mimi nataka nirudi kwa wananchi wenzangu wana Nairobi pia niwaambie kitu. Sisi wenyewe ndio tunachafua Nairobi. Unapata tunatupa takataka ovyo ovyo. Ukitembea mitaa mingi hapa Nairobi utapata kwamba watu wametengeneza vibanda, wengine wanafanya tu biashara kwa barabara, na serikali ikikuja kufanya shughuli unaona pia tunataka kuandamana. Mimi nataka kuambia wakazi hiyo si sawa. Tunafaa tuangalie mazingira kwanza. Tunafaa tuangalie ni nini tunafanya. Unaona kama sasa hivi wanatengeneza drainage system. Kuna watu walikuwa wamejenga vibanda hapo juu, sasa hawataki zibomolewe. Ukibomoa wewe ujali maisha unaharibu kazi zetu. Unaharibu kazi zetu. Hiyo sio njia ya kukuza jiji la Nairobi. Hiyo ni njia ya kuharibu kabisa. Alafu pia kuna venye tunachanganywa pia hii Nairobi. For example, ama kwa mfano ukiangalia siku za mwanzo Gavana Kidero akiwa pale, yeye alikuwa amesema hii Nairobi lazima ikuwe ni kijani kibichi, manake alipanda nyasi, akafanya nini. Lakini unakuja unapata maendeleo yake yenye alikuwa anafanya ile wakati gavana mwingine akiingia pia anataka afanye kitu kingine tofauti. Kwa mfano sasa hivi Sakaja naye amesema hii nyasi itoke, acha mimi niweke cabros. Unaona sisi ni kujichanganya sisi wenyewe. Tunafaa tukue na ile hali ya tumejipanga vizuri, tuko na mikakati, na kama tumeamua jiji linafaa kuwe la kijani kibichi, wacha tuende hiyo direction. Serikali ya sasa hivi ndio hii inaweka pale cabros. Utapata mtu anaingia pale next tena anaanza kuzibomoa pia. Anaanza sasa acha mimi niweke kitu kingine tofauti. Hapo ndio kuna shida. Lakini kulingana na ataweka sanamu kama ataweka sasa sanamu kama Sonko. Unaona sasa. Hapo sasa unajua sasa Nairobi tu ni kuwajibika na kuhakikisha unafanya kazi na pia unasikiza watu. Usikuje ufanye kazi manake kuna mtu fulani alikusaidia kukuweka kwenye uongozi, sasa unataka kufanya hiyo kazi ukimpea favors. Yani ukimfanyia nini? Ukimpea favors. Unaona? Huo muungano wa serikali ya serikali kuu na serikali ya kaunti, mimi naona sidhani itafanyika vizuri, ama sidhani tunaenda katika direction mzuri, manake kuna counties zingine pia what if zimechukua hiyo mkondo pia ziseme serikali peke yake, serikali kuu inasaidiaje Nairobi peke yake. Unaona sasa sisi kama serikali ya Nairobi tunafaa tujipange, tunafaa tukue sisi ni county, tunatambulika kama county. Uongozi wa county unafuu run ama utekelezwe na county yenyewe. Unaona sioni ni nini tofauti yenye serikali kuu itafanya katika kaunti ya Nairobi yenye serikali ya kaunti ingekosa kufanya. Asante sana. Nataka nikuuliza swali moja ulijibu kwa ndio au la. Aliyepewa kisu kumega chungwa amefaulu ama la? Aliyepewa kisu kumega chungwa. Friday, aliyepewa kisu kulimega chungwa amefaulu au la? Anaendelea, ako katika harakati. Ako katika harakati. Ndio. Asante. Amekataa kulijibu lakini atalijibu tu. Wacha tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia hilo. La je, chungwa lishamenywa ama limebaki kipande kimoja tu, ama linaoza kwa ndani, maana yake badala ya kulikatakata ameamua ingize sumu.
Karibu katika sehemu ya pili ya mazungumzo haya. Nataka tuangazie chungwa. Chungwa hili limekuwa katika siasa za Kenya kwa takriban miaka 20 sasa, lakini hali yake inaonekana kuyumba kwa sababu ya uongozi na mizozo iliyoko ndani. Je, mianya ambayo inaonekana ndani ya chungwa itakuwa na athari gani katika siasa hizi mwaka 2022? Wapo wanaosema walio ndani ya chungwa wanatetemeka, hawajui waende wapi warudi wapi. Kadri chungwa linavyojiandaa pia kujiunga na serikali imekuwa ikiimarisha mizizi yake katika eneo la Pwani. UDA watakuwa wanaelekea Taita Taveta kuweza kushika ngazi katika eneo lile, lakini inapoelekea katika eneo hilo na inapoendelea kujikaza, ODM imekuwa ikisema kwamba inataka power hii, wakisema waziwazi wanakitaka kiti cha naibu rais. Je, hii ni karata ambayo Rais William Ruto ana uwezo kuicheza, ama ni karata ambayo itabidi aishike kifuani kwa muda mrefu zaidi? Tuyazungumze hayo na vile baadaye pia tutakuwa tunaungana na wakili Nurdin Kagai kusikia kauli zake na maoni yake kuhusiana na hayo. Tulikuwa tunazungumzia chungwa kama limekatwa. Sitaki kuanza na Friday. Wewe ni mwanachama wa ODM ambaye unajihisi ndani ya lile chungwa kuna usalama sasa hivi, ama chungwa limetikiswa kweli kweli na kisu ambaye amekishika nyinyi wenyewe hamkijui aliyekishika? Naweza sema ya kwamba chungwa lilianza kukatwa, lakini hichi kisu bado hakijafika pale chini. So limekatwa likafika pale katikati, lakini bado halijamenywa. Sawa. Manake ukiangalia vile mambo yanaendelea sasa hivi, utapata watu walio kwenye chungwa, yani lile chungwa kamili, ni akina sisi. Sisi ndio. Ninyi ndio Sifuna ama? Sisi ndio Sifuna. So wewe uko pande gani kwenye? Mimi niko pande ya sisi ndio Sifuna. Lile chungwa lingine si chungwa lingine. Yule mwingine ambaye anavuta hii side nyingine. Hiyo side ya Oburu sasa. Hawa sasa pia wako kivyao, lakini tumejaribu kukaa chini tusuluhishi maneno, but vile naona hayajakuwa kienda sawa, lakini naamini siku zinavyoendelea ndio tutakuja kupata suluhisho kamili la chungwa. Nitarudi kwako Friday. Mwenye kisu wamemlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wengine wanasema ni rais aliye sasa William Ruto. Nani analikata hili chungwa? Asante. Wakati mwingi unapokufa maji ama unapotapatapa kwenye maji, unashikilia kitu chochote, unaweza shikilia hata nyasi. Na ukiona wanalaumu mrengo huu, mrengo ule ama mrengo ule mwingine, unamaanisha kwamba hawana uhakika ambaye mwenye ameshika kisu hiki. Lakini pia tufahamu ya kwamba mchakato mzima wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na safari yake ya kisiasa umekuwa ni safari ambayo imekuwa na rebellion ndani yake. Ukitazama siasa za Ford ikaja Ford Asili, Ford Kenya, akatoka kaenda NDP, akatoka NDP akaenda hivyo mpaka akaingia katika chama cha chungwa. Imekuwa ni safari ambayo imekuwa toka katika chama hiki ingia katika chama kile. Na tukiangalia uhusiano ambao Sifuna alikuwa nao na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, walikuwa ni kama wendani baba na mtoto. Na pengine Sifuna aliweza kuiga mfano, kusoma mambo kadha wa kadha kutoka kwa babake wa kisiasa ambaye ni Raila Odinga. Na ndio naona pengine mchakato mzima huu wa rebellion ndani ya chama unakuja. Na wakati wote ambapo unaona kunakuwa na mafuriko kunakuwa na dhoruba ndani ya chama, inaashiria kwamba chama kipya kiko njiani kinakuja. Na ninataka kukubaliana ama kusema ya kwamba hapa mbeleni tutaona chama kipya, na pengine wale ambao wako katika mrengo mmoja ama mwingine utajipata wamekuwa katika nyumba fulani ya kisiasa. Kwa hivyo hivi vyote we all know, tunajua kwamba mwisho wake ni nini. Mwisho wake ni chama kipya kitakuja, na pengine kutakuwa na mgombeaji wa rais kutoka mrengo ule. Ndio. Nurdin, karibu sana. Umefuatilia masuala ya ODM toka kitambo. Sasa hivi ilipofika ODM
ipo wapi kwa wewe unapoangalia, ikiwa Ijumaa wanaitisha NDC, kunafanyika mkutano mwingine pia mfungamano, alafu pia wanaenda Mombasa, wanaenda kurusha makombora mengine. Chama cha ODM kiko wapi kwa sasa hivi kwa mtazamo wako? Kwa sasa chama hiki kimegawanyika mara mbili. Kuna wale ambao katika ile shughuli ya kusifu serikali na kusema kwa serikalini, kwa sababu wanasema hawatarudi tena barabarani, na kuna wale ambao wanasema kuna maadili ambayo chama hili inafaa kuwa nayo, na maadili yale wale ambao katika serikali ya broad based wameyasahau. Wanasema ni yale maadili ya Raila Odinga. Na kuonyesha hivyo ni kwamba ukiangalia ile Ijumaa hiyo, wakati kuna zile mkutano miwili, kuna mkutano mmoja ambao kuna watu wako wanataka ufanyike. Sasa swali ni kwamba Raila Odinga alikuwa anajulikana anapigania haki, anapigania umoja, anapigania kila mtu apatie nafasi yake ya kusema mambo yake. Sasa ukiangalia ni kwamba kuna yule ambaye ni katibu, bado ni katibu mkuu wa chama, na ana maoni yake. Juzi nimemsikia aliyekuwa wakili wa Raila alisema ya kwamba Raila kila mahali akiingia mahali lazima ana njia mbili. Ana vile ambavyo ameingia na kuna ile wanaita exit strategy. Sasa wanasema ya kwamba kuingia katika broad based, kuna wale ambao alitumia kuingia broad based, wale ambao saizi bado wanaimba mambo ya broad based, sababu wanafanya ile wako mezani. Unajua ukiwa mezani huwezi kula ukiongea. Alafu kuna ile exit strategy ambayo aliita akina Sifuna, wale wanaitwa the militants, ama wale wafuasi sugu ambao kazi yao ni kuambiwa kupanga shughuli na uliona bila walipopanga tunonoka. Sasa ni vile siasa ya Raila ilikuwa ni mtu hutamuelewa, na kesho akiamka anaweza kushtua. Sasa hatujui kama angekuwa hai hadi wa leo mwaka 2027 bado angekuwa broad based. Labda angeunga hao ambao ni vijana wake, kwa sababu bado hao ni vijana wake, angewaunga hao wasema ambao ametoka broad based. Sasa shida ambayo tunayo ni kwamba chama ile inagawanywa. Kuna yule ambaye lazima atapata manufaa chama kile kisambaratika, kwa sababu kumbuke ni chama ambayo iko na uzito. Ukiangalia kwa sasa wale viongozi ambao wengi wao ni wa ODM wanaeneza sera ya UDA. Sasa nani katika shughuli hii anafaidika chama kisambaratika? Tunaambiwa kuna wale wanasema ni Uhuru, wale wanasema ni rais. Lakini ukiangalia kwa undani, kama jana tumemsikia yule naibu gavana wa Kakamega akisema wale wanachama ama wabunge wa ODM sasa wako UDA wanafanya shughuli ya grassroots elections za UDA. Sasa nani anafaidika na chama hiki kusambaratika? Kwa sababu kumbuke baada ukisema mambo ya zoni, chama hii itajipata katika hali ya kuonekana ni chama ya eneo fulani. Kwa sababu ile ambayo inaonekana ni ngome yake, kuna yule ambaye anaingia katika ngome ile na anaingia kwa urahisi. Unaelewa? Sasa ndio chama kinavunjwa, chama kinagawanywa, lakini wale ambao ni vijana wa mzee ambao wanajiita vijana wa mzee Linda Mwananchi waonekana ya kwamba wanapigania chama yao, wanapigania maadili ya Raila Amolo Odinga aliyetuacha. Itakuwa na manufaa yapi? Hili ni swali hujirudia kila siku kwa rais, manake anavivunja vyama vilivyomuunga mkono vyote kuingia katika njano. Kama juzi tumemwona Pawa akikiri kwamba hawatakuwa na mwaniaji yoyote katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tumeona ANC, hatujui ni chama cha Mudavadi kilichopo ama kilishakufa, lakini Mudavadi mwenyewe yeye mwenyewe na chama alichokuwa nacho kilishavunja kikaingia pale. Sasa hizi amebaki kukilenga Ford Kenya na Chapchap. Anapovivunja vyama tanzu vilivyomuunga mkono alafu amekiyumbisha ODM, ina maana gani? Ni hesabu gani hizi? Hili ni swali nyote mtalijibu. Nianze na Friday. Asante. Ukifuatilia safari ya kisiasa ya Rais William Ruto, utapata ni mtu ambaye huwa anapanga mbele. Ni mtu ambaye anajua kupanga siasa zake. Na ukisikiza matamshi yake hivi karibuni, anasema kwamba hawa watu watatambua tumejipanga. Na wakati ambapo anasema vile, kuna vitu ambavyo anavifanya ambavyo anavifahamu yeye mwenyewe, na pengine dhoruba iliyo katika chama cha ODM iko katika mpango wake. Lakini vile mwenzangu amesema kwamba shida ambayo iko katika chama cha ODM itamfaidisha mtu fulani. Na tukiangalia katika mawimbi ya kisiasa tunaona kwamba ambaye yuko katika nafasi nzuri ya kufaidika ni Rais William Ruto. Kwa hivyo mimi maoni yangu nitasema ya kwamba chama cha ODM ni chama ambacho ni cha kitaifa,
lakini pengine ukiangalia lifespan ya vyama vya kisiasa katika nchi yetu ya Kenya havidumu sana. Inafika wakati ambapo vinafifia, vingine vinakuja na safari inaendelea. Whether tutakuwa na mirengo miwili ama mitatu ya ODM, maoni yangu ni kwamba haitakuwa na ile nguvu ambayo iliachwa na marehemu Raila Amolo Odinga. Asante. Kulingana na mimi naona kuna mtu anakuja kufaidika. Kuna mtu anakuja kufaidika na mtu atafaidika sana. Na atavuna matunda mengi. Kivipi? Unaweza kufafanua kivyako kwa mtazamo wako? Hayo matunda ni yapi? Matunda ni kuwa kama ODM inasema haitasimamisha mgombea urais. Kumaanisha mwenye inampea mkono yeye ndiye anakuja kuwa rais. Lakini sasa shida inatokea hapa ni kuwa pia tuko na hii upande mwingine ambao sasa mimi niko ambao tunaamini lazima tutoe rais pia sisi. Sasa sisi tukishasema nataka kutoa rais, inakuwa sasa ni vita baina ya sisi na wale wengine. Hawataki kukubalia, wanataka sisi tuingie pale, tukubali, tuende hiyo direction moja. Lakini sisi hatutaki tuende hivyo. Saa hii hatujui rais wetu ni nani, lakini unajua hivyo ndio tunataka. Mbona inakaa inajulikana tu? Friday mtaka kuongezea? Ni ruhusu tu nikaweza kuongeza kwamba siku zote ambayo chama cha kisiasa ambacho hakiweki ama hakiwi na mgombeaji wa kisiasa, chama hiki mara mingi mgombea rais mara mingi chama hiki hufanya vibaya sana katika uchaguzi mkuu. Unapata ya kwamba wale wa MCAs, wagombeaji wa viti vya ubunge, maseneta, magavana na hata wale wakilishi wa kina mama hawana ule mtu ambaye ni kama kinara wao. Unapata kwamba nafasi ama zile viti ambavyo wangevipata katika county assembly na katika national assembly vinakuwa chini sana. Kwa hivyo hii ni mojawapo ya strategy ya kufifisha chama cha ODM. Kunapata kwamba katika miaka hizi 20 ambazo zimekuwepo, siku zote chama cha ODM kimekuwa na mgombea urais. Wakati huu ambapo kinasema kwamba haitakuwa na mgombeaji rais, tunaona kwamba vile viti ambavyo walivyovipata katika bunge wakati uliopita vitakuwa hata ni quarter ambao waliopata. Kwa hivyo tunasema ya kwamba ni strategy kubwa, it's a broad strategy ya kuweza kufifisha chama cha ODM. Vile nilikuwa sasa nasema, utapata kwamba baba kabla age, watu wengi walikuwa wanajijenga kisiasa kwa kumuita majina mabaya ama pia kwa kumsifu. Ukisifu baba, kuna watu sasa wewe unakuwa na umaarufu fulani. Na pia ukimtusi ama uongee vibaya kumuhusu, pia unakuwa na umaarufu fulani kwa wale wenye hawampendi sasa. Sasa utapata hawa watu ambao wanashinda wakisema wanataka kumsupport ama wanasupport serikali iliyoko sasa hivi, ni kwamba ile wakati ambao walikuwa pale, baba aliona hawa watu in case akosekane hawatajitegemea kisiasa. Watakuwa wameisha kisiasa pia. Ndio maanake akakuja akaangalia wacha mmoja ingie huku. Maanake sasa akishaingia huko atakuwa anajijenga kisiasa. Maanake sasa baba sahi hayuko, huwezi mwambia kitu, huwezi muongelelea vibaya ili ndio upate hiyo trending, huwezi pia muongelelea vizuri ndio sasa pia ufanye nini. Lakini alijua Babu na Sifuna wako na ushupavu, wako na umaarufu. Ni watu ambao hata yeye akikosekana pale, ni wale watu ambao wanaweza jijenga kisiasa na waendelee kujikuza hadi siku za mwisho. Lakini kuna upande mwingine ambao sasa bila yeye mambo imekuwa ni ngumu sana. Lazima waendelee kukaa kwenye power. Wasipokuwa kwenye power, basi mambo kwao si mzuri tena. Ukweli ni kwamba hiyo chama kile kinavunjwa na kinasikitisha, kwa sababu wale walipoungana na Raila Amolo Odinga rais, walielewana ya kwamba lazima waweze kupa vyama nguvu. Na shida ya kwanza ni kwamba kwa sababu ODM bado ilikuwa inadai pesa bilioni 1.2 ya political parties fund ambayo mpaka leo hawajapewa. Ingekuwa kweli anaipenda chama kile, angekuwa ashafanya chama ile mpata pesa yake. Ni haki yake ile pesa ile, lakini hajapatia mpaka leo. Inamaanisha nini?
anaimaliza chama ile, na ni ukweli ya kwamba yeye ndio atafaidika, kwa sababu ukumbuke umesema kuhusu PAA, lakini pia wabunge wa Pwani wanasema pia wao nao lazima wafike kwenye meza, na kama watafika meza na kutumia ODM nao watengeza chama chao cha nyumbani. Unaelewa? Inamaanisha pia wale watoke ODM. Itabaki wale ambao wako ODM na wale ambao wanaweza kusema mambo ya zoni. Mchanganyiko wa Pwani, Nuruddin, mimi nauona ni mzito zaidi pia. Acha niwite ni mkimo mwingine huo ambao lazima na uangaliwe kwa kivyake. Kweli? Manake kuna Mvuri anavuta pande yake, Joho anavuta pande yake. Saizi pia Kingi na Imani atavuta upande wake. Lazima atavuta. Licha kwamba amegemea upande wa Mvuri. Lakini utapata kwa asilimia kubwa wabunge wale ambao katika ODM kwa sasa kikivunjika wataondoka. Watasema kivyao ama watafute vyama vingine waende. Sasa itabakisha wale ambao anasema wale ambao wako broad based ambao wanasema mambo ya zoning, watajipata wa hizi zone katika ngome moja. Itabaki chama hili imekuwa chama ya nyumbani. Na chama hii ya Raila ilikuwa chama ya kitaifa. Sasa upate nani ambaye anafaidika? Pale ambapo kila wakipoteza nguvu UDA inaongeza. Unaelewa? Sasa utapata mtu ni mbunge wa ODM kwa sasa, lakini anavaa kofia ya UDA. Anafanya grassroots elections ya UDA. Sasa lakini Sifuna akisema tulinde wananchi anapigwa na vijembe. Haieleweki, sababu ukijiuliza bado hakuna ile mfumo ya kufanya kazi pamoja. Lakini wewe kama mwanachama utahimiza aje shughuli ile? Upate ni kwamba vile ambavyo amesema wale ambao ni vijana katika mrengo ule ODM, sababu kiangalia kuna mgawanyo, kuna ni vijana katika ODM na wale ambao wamezoea kuwa pale wale wazee. Sasa vijana wanasema sisi baba alitupa silaha ya kwenda kutafuta kura. Bila baba bado tunajua zile njia zake za kutafuta kura. Lakini hao walizoea kushikwa mkono. Sasa ile mkono mbele ya watu imeisha. Ile koti kushikilia kusurvive imeisha. Inabaki sasa wanageuka ile kupe, wanakuwa kupe kwa rais. Sasa wanangoja rais akuje pale afanye maendeleo, wamshike waseme tuko na yeye, tubaki na rais tupate manufaa. Lakini wanasahau ya kwamba kuna katiba mpya ambayo maendeleo ni haki yako. Kwa sababu wale wabunge wanapitisha ile appropriations bill in parliament. Wao ndio wanatengeneza bajeti. Inamaanisha kama mbunge wako anakujali, lazima atavuta kwanza, lazima watu wetu wapate shughuli yao. Kwa sababu pale ambapo rais anakuja kuzindua mradi, mnampigia makofi, ametufanyia, tumeteswa miaka mingi, ni haki yenu, ile sio favor, unaelewa? Sasa wabunge wale wengi wao wamesahau ya kwamba ile ni haki yao. Wamesahau ya kwamba kuna katiba mpya, lakini kwa sababu wamezoea kuwa makupe, hawajui kitu kingine. Wanashangaa vile hao vijana hao wengine wenzao kina Babu kina Sifuna wana azma gani hiyo? Wana nguvu gani? Nini ambayo inawapatia hawaogopi kwenda kutafuta kura? Hiyo ndio shida ambayo chama hili linajipata nayo. Lakini vile ambavyo tunaona hapa mbele, chama kitasambaratika. Na tunajua wale ambao watasambaratika na chama na wale ambao tunaona kwa haki kwamba wataendelea na siasa yao. Kuna kitu kinaendelea na unavyo nyote mnakiona. Kadri rais anavyokitongoza chama cha ODM, anakiimarisha chama chake cha UDA. Na sio kukiimarisha tu eneo la Rift Valley. Anakiimarisha kila sehemu. ODM inasema haitaki zoni, lakini rais anaimarisha wale watu wake katika maeneo hayo ambayo mnasema heri mungeachiwa zoning, labda mungekuwa na nafasi. Viongozi walio katika ODM, kwangu mimi kwa mtazamo, naona wako na nafasi ngumu hata ya kurudi, kwa sababu rais bado anawezesha watu wake kuvichukua vile viti. Sijui nyinyi mmeuangaliaje mtazamo huo? Friday. Asante. Jambo la kwanza Yuri ni kwamba tujue kwamba William Ruto alikuwa mmojawapo wa waanzilishi wa chama cha ODM. Na anajua umaarufu wa chama cha ODM, ameweza kuwa pale, ameweza kuwa mwanachama wa siku nyingi. Na kaja na chama chake cha UDA ambacho ni chama tawala wakati huu. Na historia ya vyama vya siasa wakati mwingi katika historia ya hapa nyuma ni kwamba ukitumia chama hiki, uwezekano wa kutumia chama kingine mwaka ujao ama zamu nyingine ni tofauti. Na ukiangalia yale makubaliano yao waliokuja pamoja na aliyekuwa katibu Prime Minister Raila Odinga, ilikuwa ni kwamba wakaweze kustabilize nchi. Na bahati mbaya Raila kaweza kuaga. Kwa hivyo Ruto akaweza kubaki katika ile sehemu kama kinara peke yake. Na vile ambavyo anafanya katika chama cha ODM ni kwamba akaweze kuneutralize ile makali yake. Ameneutralize makali baada ya kuleta ile mgawanyiko katika chama.
Chama sasa hivi hakina mgombeaji wa rais, ambayo ni strategy ya kukififisha zaidi. Na tukiendelea mbele utapata ya kwamba hata zile ngome ambazo zilikuwa ni za ODM, unapata kwamba chama cha UDA kinaanza kuchipuka na nguvu sana. Ukiangalia kwa mfano katika jimbo la Busia ambalo mimi nakotoka, utapata kwamba wakati huu chama cha UDA kinaenda sambamba na chama cha ODM. Inakuashiria nini? Inaashiria kwamba wakati ambapo wataenda kuketi katika meza ya mazungumzo, ODM itakuja katika nafasi ya chini. Hapo ambapo UDA itakuwa na higher bargaining power. Ikisema kwamba sisi hatutaki zoning, UDA inaweza amua iende kivyake, ama ichukue marafiki wengine wa kisiasa kina DAP waende pamoja na wakaweze kusideline hii chama inaitwa ODM. Kwa mtazamo wangu ninaona kwamba ODM mahali imefika imejikaanga na haina redemption. Kwa sababu hata saa hii ukizungumza na power, Raila kafufuka wakati huo anaweza sema rudi ulikotoka, kwa sababu wako jikoni. Na ukiwa jikoni kuna ile minofu ambayo mtu anapata. Kwa hivyo wale ambao wanataka power kwa sababu ya ubinafsi wao. Ukiangalia hawana umaarufu katika ground. Wale ambao pengine walichaguliwa katika chama hiki leo hiyo wakienda katika by election, nafasi kuu iko kwamba hawataweza kurudi. Na kadri mwenzangu amesema kwamba kuna wale walikuwa wanapata viti hivi kwa kumtusi na kudhalilisha aliyekuwa rais, aliyekuwa waziri mkuu, ama kuzungumza maneno mazuri, wakati huu nafasi ile haipo. Kwa hivyo itakuwa ni wewe na track record yako na yale maendeleo ambayo umefanyia wananchi. Ndio. Bila shaka. Nataka niende kwenye pumziko fupi, nikirudi itakuja kuangazia pia masuala ya tuko kadi. Je, hiyo kadi itaweza kufikiwa vipi? Manake idadi ni ndogo, ni chache mno. Katika eneo la Kwale idadi ilikuwa inaonekana kwamba watu 4,000 tu walijitokeza kujisajili. Katika siku hizi 30 ama 29 zilizobaki kwa sasa hivi, je, Wakenya watajitokeza kivipi? Na je, hao wenye kauli ya tuko kadi watakuwa wanayumbisha vipi siasa za mwaka 2027? Bila shaka tuko katika mjadala ambao nataka nitumie dakika chache kuzungumzia, ambao pia ni mjadala ambao umejitokeza wiki jana Ijumaa, ODM ikisisitiza kwamba wao wanataka power na wanataka kiti cha naibu rais. Hakuna mazungumzo mengine. Nataka tujibu hili swali kwa moja kwa moja, alafu tuingie masuala ya usajili wa wapiga kura, manake hilo ndio swala ambalo sasa hivi kila mmoja analitazama. Kumekuwa na kampeni hata kabla ya kampeni hii kuanza, vijana wakisema tuko kadi. Je, wakiwa kadi watajitokeza kweli kuchukua kadi, ama tu ni porojo za mtandaoni na inapofika katika kutekeleza vijana hawaonekani? Nianze nawe Upio. Unadhani ODM ina haki ya kutaka kuchukua kiti cha naibu rais kutoka, ama wapewe wadhifa huo, wachague wanayemtaka katika chama chao? Unajua sasa hivi ODM, mimi niko kwenye mrengo mwingine ambao naamini ni sisi tunafaa tukue na mgombea urais, si kuchukua kiti cha pili. Sasa ukisema ODM inafaa kuwa, ukiniuliza ya kwamba ODM kama inaweza chukua kiti cha naibu rais, mimi sitakubaliana nayo. Manake naamini uongozi wa nchi yetu ya Kenya unafaa badilishwe. Na unafaa badilishwe manake hawa vijana wadogo pia wanaamini sasa hivi wanaweza uongoza nchi. Wanaweza kando na kuchukua kura ama kupiga kura, pia wanaamini wanaweza pigiwa kura kwa njia moja ama nyingine. Nikikutoa hicho, wanasema kitunguu huwa kina koti la nje. Nikikutoa hicho kitunguu ni kubakishe pale ndani. Sasa iwapo huko hauko huku na huko kwenye mafuta, unadhani rais abaki na Kindiki ama aendee naibu mwingine? Kama si yuko upande wa watu. Kindiki unajua ni kiongoza ambaye amekuwa na kashfa mingi sana kabla kuwe naibu rais. Kashfa kama zipi? Si ndiye alikuwa namuitaje huyu wa polisi, waziri wa usalama. Waziri wa usalama. Ni vijana wangapi akina sisi tumepotea kwa huo muda? Tuko wengi sana. Tumepotea mpaka sasa, wengine wetu hata bado hawajaipatikana. Wengi wetu wamekufa hiyo wakati.
Kesi ziko kwenye koti, lakini bado hakuna kesi yote moja ambayo imesuluhisha as far as vile tunajua. Sasa siwezi sema Kindiki na Joho na William Ruto bado ni kitu kimoja tu. Sidhani watu wawili wrong, watu wawili wabaya, ama watu wawili wenye mawazo yao inafikiria vibaya. Sisemi kwa ubaya, lakini yenye mawazo yao wakifanya kitu unajua watapoteza inji kabisa. Sasa sitakubali ya kwamba sita support ya kwamba Kindiki endelee kuwa kiongozi. Kwa hivyo chague Joho anaweza, lakini bado atafute naibu rais mwingine tu, ule mwenye atasikiza pia vijana, mwenye atamadvise hata pia vizuri. Akikuja na kifua anasema vijana wanasumbua sana, wacha wafanye hivi, alafu ule naibu rais anamwambia hapana, usiende hivyo, fanya hivi, watu watakusikiza. Wanataka tu kusikizwa, kusikizwa tu peke yake ndio wanataka. Kwa mtazamo wako nadhani tuna rais wa kusikiza maoni ya mtu? Kunaye rais aliyepo sasa ni wa kusikiza maoni ya mtu, si wa sasa hivi. Nasema tunaweza toa mmoja wa sasa hivi asikiza maoni ya mtu. Kila laheri. Friday, kabla naende kwa Nurdin, swala la naibu rais limekuwa kiazi moto na ndio linaonekana kumwangisha kichwa rais, kwa sababu ODM imekuja na misimamo mikali. Wao wanataka hiyo power, na power ni kupewa wadhifa wa naibu rais. Wana haki ya kupewa kweli? Nani apewe kwanza kati yao? Kabla ni jibu yupi anapaswa kupewa, acha niseme kwamba chama cha ODM ambacho kinaongozwa na power, kwa kizungu tunasema they are so desperate for power. Wanahitaji ile power sana, na ukiona mtu ako desperate katika kiwango kile, anaweza angukia kitu chochote. Na mimi ninasema bila natashwishi yoyote ya kwamba hawatapata kiti kile. Na kwa hakika kile ambacho watapewa watakichukua. Kwa sababu gani? Wako katika minofu wakati huu na hawawezi kurisk kuenda kukosa minofu ile. Kwa hivyo kiti cha naibu wa rais kwa ODM naona itakuwa kizungumkuti. Nikijibu swala la nani anapaswa kuwa naibu wa rais wa William Ruto, hii tunasema kwamba politics is dynamic. Leo tunatazama mrengo huu, kesho tunaangalia mrengo mwingine. Kwa hivyo kwa maoni yangu ama mtazamo wangu ningesema kwamba he is very much safe with na Kindiki. Kwa sababu gani nasema hivi? Kindiki ameweza kudhihirisha wazi kwamba ni tofauti ama opposite wa ule aliyekuweko. Na hana pingamizi mingi. Akiambiwa tuende namna hii anaenda namna hii. Na ukiangalia pia mahali ambapo anakotoka, anaweza kuwa na ushawishi mdogo, akaweza kuleta kura kidogo. Kadri rais anavyopiga hesabu zake za kisiasa, sioni kama Joho anaweza mletea idadi ambayo anahitaji. Gladys Wanga sioni akileta ile kikapu kizima cha jamii ya Wajaluo, kwa sababu ukiangalia voting pattern ya Nyanza unapata kwamba katika uchaguzi uliopita walijitokeza 60%. Na Rais William Ruto anaangalia eneo ambalo litaweza kuziba lile pengo ambalo lilitoka na aliyekuwa naibu wa rais. Kwa hivyo ni hesabu ambazo ni za kutia wasiwasi kidogo, lakini najua jinsi dynamics zinavyozidi kubadilika, hapo ndipo tutapata ufasaha zaidi. Nafasi hiyo vipi? Na ukiniuliza kwanza, kabla kila mtu aseme anataka hiyo power, hatujui anataka kuifanyia nini. Hao nasema sisi tumeshinda barabarani, tumepigwa tear gas, tunataka power. Na tutoki kwenye power. Na tukimuona rais, kwa wale ambao wanamjua rais pia ni mtu ambaye atakwambia ile kesho atafanya vile. Na ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mtu ODM atapewa deputy. Hii yote wanahadaiwa, wanaambiwa ni wewe. Wakistuka watapata anabaki tuna Kindiki. Sababu kimwangalia rais yule tunaye ni rais ambaye hataki mtu ambaye ana maoni tofauti. Hataki mtu ambaye naibu ambaye atamwambia unafanya hii ni mbaya, hii ni nzuri. Yeye unajua alituambia kwanza mnanipatia mawaidha na nyinyi nani hamna PhD. Sasa mtu kama huyu ana mawazo kama hayo. Unafikiri atataka naibu ambaye anamwambia tunaenda vibaya? Atafute wa PhD pia. Hata wa PhD kwa sasa ni profesa. Lakini profesa yule bado ni alisema yeye ni yesa. Ulimsikia alivyosema? Alisema mimi ni mtiifu. Mimi ninasikiza. Nikiambiwa hivi nafanya. Sasa anataka mtu kama yule. Ukimwona Joho anakaa kuwa vile. Ukimwona Wanga anakaa kuwa vile. Sasa haezi wapa. Ni ile tu anawahadaa.
wamshindwa wakimkaribisha pale Nyanza. Kila siku wanakuja, leo utampata siku hizi rais akikaa hivi akose kitu ya kufanya anakimbia kule. Vile ambavyo alikuwa anafanya akiwa naibu. Alikuwa anashinda akienda mlimani. Ikafika mahali hata hakumhitaji Uhuru kumpeleka kule. Hasa watu hawa anawatumia kuingia ngome yao. Atawatumia hadi pale itafika mahali anasema mpaka yeye kama UDA akona watu ambao wanazima kuwa gavana Homa Bay, akona watu wanataka kuwa wabunge Siaya. Utamwambia nini? Utamwambia la. Atakwambia kama tunafanya, unajua anawaambia waseme inclusivity. Kama ni kuleta uwiano. Na wao ndo wanapiga kelele ati hatutaki zoning. Kama tunapiga uwiano, atamwambia basi kubali watu wangu wasomawe pale. Wakishangaa wakishtuka amewatoka katika ngome zao. Sasa hii ni mchezo tu. Na ukumbuke yule ni mwanafunzi wa hayati Moi. Sasa anajua zile siasa ya kugawanya ndio uweze kupenya. Sasa ukweli mambo ni kwamba anaupotezea wakati. Na utapata hapa ambapo kama wale ambao washaingia ni mawaziri kama Joho, kama Mbadi, kama Opiyo Wandayi, kama Oparanya. Sasa hizi hawawezi zungumza kama ODM. Hata kama wanajifanya wanazungumza kama ODM, wale ni mawaziri wake. Tayari ashawashika. Ushaona? Sasa wale ambao wamebaki itakuwa vigumu sana katika yale mazungumzo. Chama kishavunjika, itakuwa hata mkuja kuelewana. Atawaambia lakini hamna ushawishi. Mtapewa kile ambacho nataka kuwapea. Atawaambia ndo hapa ndo wapatia wizara fulani. Lakini wachunge zikakuwa kama zile diapers za wanawake mpaka leo wanangoja. Miezi 6 ilipita kitambo. Tangu waseme akichukua atapatia diapers za bure za wanawake. So ni rais ambaye tunamjua, hulka yake inajulikana. Hasa ni vile ambavyo watashanga atabaki tu na Kindiki wake. Tumalizie mjadala huo, niko na dakika 8 peke yake. Tuzungumzie swala la kusajili vijana. Nianze nawe Nuruddin. Swala la niko kadi na vijana kujitokeza kusajiliwa kwa wapiga kura na pia wengine pia kujitokeza. Nadhani tutafikia ile idadi ya IEBC inahitaji. Kwanza kabisa ni shughuli nzuri sana kuona watu wanatokea kujisajili kupewa wapiga kura. Na usijisajili tu. Kumbuka hapo awali watu milioni 8 hawakupiga kura ambao walikuwa wamesajiliwa. Sasa ukishasajiliwa kumbuka kwamba hiishi hapo. Lazima uamke upige kura. Ukumbuke viongozi wazuri na wabaya wanaletwa kwa sababu ya wale ambao wanapiga kura na wale ambao wapigi kura. Pili ni kwamba zoezi hili linaonyesha kwamba IEBC haihitaji pesa hiyo ambayo kila siku inatuonyesha inahitaji pesa nyingi kuweza kuwarai wa Kenya kupiga kura. Ukiona vijana ndio wanaongoza hii shughuli kutumia mtandao, inamaanisha IEBC pia inafaa ituambie ukweli, pesa hii kila siku mnaitisha ya kufanya shughuli hii haihitajiki vile. Na inaonyesha pia kwamba IEBC lazima nayo pia ibadilike na wakati, kwa sababu itumie mitandao, itumie vijana katika kuweza kuhimiza watu, unaona, ndio watu waweze kuchukua kura ile. Ya tatu ni kwamba kila mtu ajue ya kwamba kura hii ambayo unachukua ina maana gani, kwa sababu ujue politics is about interest. Unataka kuwa na maisha mazuri, unataka healthcare ifanye, unataka masomo yawe bure, unataka uongozi mzuri, unataka kiongozi ambaye ataheshimu katiba na sheria, basi unajua wapi unafaa kupiga kura. Ukumbuke pia unataka mbunge ambaye atapitisha mswada ambao itakukinga wewe, si ambaye atapitisha mswada ambao itabidi uende barabarani utete ndio ukufe. Sasa watu lazima wajue kura ile, kadi ile either itaimiza maisha yako ama itadunisha maisha yako. Kukua kadi inamaanisha uwe kadi na uweze kujisaidia kubadilisha maisha yako na maisha ya Wakenya wengine wote. Naam. Asante. Kwa dakika 2 tu, maana tumebakia na dakika 6 peke yake. Opiyo. Kwanza kabisa jinsi nilivyosema ni kwamba sisi sio viongozi wa kesho. Sisi ni viongozi ambao wanacheleweshwa tu kwa viongozi, na sisi ni watu tuko na talanta na hatuhitaji kuhurumiwa, tunahitaji opportunity. Na hivyo ndio maana nataka kushukuru sana Demba kwa kukama up na hiyo idea ya niko kadi, na inafanya kazi. Na sisi tumejitokeza kusajili kura manake ya hii njia ambayo tunaongozwa sio njia mzuri kabisa. Manake utaangalia kwamba sisi kama vijana tumekuwa tukipotea, tumekuwa tunashikwa na polisi, tupatikani, unasikia sijui tulifanyiwa nini, vitu mingi kama hivyo sasa. Sasa ukiangalia IEBC yenyewe ilikuwa imeshindwa hata kusajili watu hapo mwanzo.
na hiyo ndio sababu nasema Niko Kadi kampeni inafanya kazi. IEBC ilikuja ikaweka ilitenga ile wakati kuendelea kusajili wapiga kura, lakini wao wenyewe ndio walianza kulalamika, hawa vijana wako tu kwa barabara lakini hawakuji kusajili kupiga kura. Lakini tangu Niko Kadi itokee, umeona ya kwamba kumekuwa na mabadiliko katika nambari za usajili katika nchi yetu ya Kenya kila mahali. Na sasa ukiangalia pesa ambazo pia zinatengwa kupeana kwa IEBC, tumekuja tukakuwa na wali flood, yani kwa zile stations, mpaka wafanyikazi wao wengine walishindwa kuendelea kuwashughulikia. Manake ukiangalia vizuri, kuna wengine wali step in to assist them kuregister hizo nini. Asante. Sasa mimi ningependa kuambia tu IEBC ijikakamue, ni hakikisha imefika ile kiwango ambacho inahitaji. Manake pia sisi wenyewe kama vijana wadogo tunaendelea na hiyo kampeni ya Niko Kadi. Mimi kesho naenda nyumbani, naenda kuongoza kikundi changu, watu wangu wa nyumbani Matungu, twende tusajili katika vituo tofauti pale. Na kama wananitazama, nimewaambia nakuja, tunaenda kusajili kesho. Asante. Asante sana. Friday, uko kadi? Niko Kadi. Ndio. Wacha kwanza niseme kwamba jana leo katika magazeti nimeona kwamba takriban wasajili wapya milioni 5 ambao inasemekana ni vijana wameweza tayari kujisajili katika mchakato mzima wa kujitayarisha kupiga kura mwaka ujao. Na pia jana update ilikuja kwamba IEBC imeweza kupatiana siku zingine 30 kwa kuweza kurefusha usajili wa wapiga kura. Na pia wameweza kusema kwamba watu wanaweza enda katika constituency office, huduma centers, selected ward locations, institutions of higher learning, IEBC customer centers. Kwa hivyo mtu hana sababu yoyote ya kujisajili kama mpiga kura, na jambo hili pia linaendelea mpaka weekendi. Kwa hivyo mtu hawezi sema kwamba sina wakati. Watu tunarai kila mmoja ambaye hako kadi akaweze kufika katika eneo la usajili na akaweze kujisajili kama mpiga kura. La mwisho, nasema kwamba utakapojisajili kuwa mpiga kura, hakikisha kwamba wakati ambapo utafika wa kupiga kura ukaweze kujitokeza na tukaweze kufanya maamuzi ya kidemokrasia katika ballot 2027. Kura yako, uamuzi wako ndio maisha yako. Asante sana. Ni Friday Johnson, nimshukuru pia mchanganuzi wa siasa kwa kuja kuzungumzia masuala haya. Sitawapa nafasi ya kutoa kauli za mwisho, manake wacha tusalie kwenye hilo kama kauli ya mwisho, na vile vile Evans Opiyo ambaye ni kiongozi wa vijana ODM, lakini yeye analinda wananchi, halindi ground. Analinda ground. Unalinda ground ama wananchi? Analinda wananchi, halindi ground bila shaka. Na vile vile Nurdin Kagai, wakili mwanasheria huyu ambaye vile vile ni mchanganuzi wa siasa. Nashukuru kwa kuja studioni kudadavua masuala haya ya kisiasa ambayo yanarindima katika taifa hili. Mengine zaidi tutajadili Jumanne wiki ijayo, na mengine pia wenzangu watajadili katika vituo na vile vile katika habari nyinginezo ambazo zitakuwa zinakujia. Kufikia hapo mimi niseme kwaheri. Naitwa Suleiman Yeri. Uwe na mchana mwema.